Haleluya, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana wewe uliyepata nafasi, uliyepata wakati mzuri kusikiliza maneno haya ya Mungu katika nyakati na majira kama haya. Naomba kwanza tumuombe Mungu. Jehova niko mtakatifu Mungu, ketia mahali pa juu palipoinuka. Ushukuriwe peke yako mtakatifu Emmanuel, unayezidi kutupa nafasi na neema kila wakati. Asante Simba wa Kabla Yuda kwa ajili ya nyakati na majira haya ambayo Mungu umeyaruhusu ili watoto wako wapate kulisikiliza neno lako takatifu. Asante mtakatifu Mungu, ketia mahali pa juu palipoinuka. Tunaomba Mungu kasimame pamoja nasi kutoka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, ili neno lako Mungu tutakaolipata kutoka hapa likapate kuleta mambo katika maisha yetu, likapate kutubadilisha katika sehemu. Amen. Hongera sana uliyepata nafasi ya kusikiliza maneno ya Mungu jioni hii ya leo. Hongera sana kwa uzima na afya njema ambayo Mungu ameruhusu katika maisha yako. Tutakwenda kuzungumzia neno dogo sana ambalo linaitwa kuweza wakati. Kuweza wakati. Haleluya. Kuweza wakati. Najua neno ambalo umelisikia mara nyingi sana juu ya kuweza wakati. Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri anakuambia kwamba kila jambo lina wakati na majira yake. Unajua kwa nini Mhubiri anakuambia kila jambo lina nyakati na majira yake? Hivyo vitu vimefungamanishwa katika kuweza wakati. Kumbe sasa kuna wakati unaweza ukaomba jambo usilipate kwa sababu umeomba katika wakati ambao sio sahihi. Na kuna wakati pia unaweza ukashangaa jambo limekuja kwako na hujajipanga kulipokea hilo jambo, lakini ni wakati wake ambao Mungu anakuwa ameruhusu hilo jambo uweze kulipata. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa ili neno ambalo neno kubwa sana, neno ambalo linaweza likakuvusha namna ya kuweza wakati. Amini kitu ambacho nakwambia kwamba watu wengi hawajafanikiwa katika maisha yao. Wakristo wengi hawajafanikiwa wala hawajapiga hatua katika maisha yao kwa sababu wameshindwa kuweza wakati. Kuna wakati unaweza ukawa unasema kwamba hapana, nasubiri wakati wa Mungu ufike. Najua Mungu wakati wake ukifika nitafanya hiki. Tunaikuhesabia miaka tu. Ulikuwa na miaka 20 ulikuwa unasema wakati wa Mungu nasubiri ufike. Ulipofika miaka 30 unasubiri wakati wa Mungu ufike. Lakini saa hizi una miaka 70 bado unasubiri wakati wa Mungu ufike. Kwa hiyo katika akili yako kuna kitu ambacho inatakiwa ujue kuweza wakati. Kuweza wakati maana yake nini? Kuweza wakati ni uwezo wa kupambanua majira ambayo Mungu anakuwa amekupatia katika maisha yako, ili upate kujua kabisa kwamba katika haya majira nahitajika kufanya nini, kipi sitakiwi kukifanya katika huu wakati, na ni kipi natakiwa nikifanye. Watu wengi wameshindwa kupiga hatua kwa sababu hawajui ni kitu gani natakiwa kifanye katika wakati. Na kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba wakati wa Mungu huwa unafika, na Mungu ahadi yake lazima itimize katika maisha yako. Yesu kukuandikia kwamba wewe utakuwa kichwa wala sio mkia. Anapokuambia kwamba utakuwa kichwa wala sio mkia, tafsiri ni kwamba kuna wakati ambao Mungu anataka akuinue kutoka kwenye mkia akulete kwenye kichwa. Lakini tatizo linapokuja ni kwamba mtoto wa Mungu, wakati ambao Mungu anataka kukuinua kutoka kwenye mkia kukupeleka kuwa kichwa, wakati huo unakuwa haupo tayari kupokea hiyo neema ambayo Mungu amekupatia, lakini unakuja kupambana katika wakati ambao sio wakati wa Mungu. Kwa hiyo unakuja kujikuta umeshapoteza sana muda na umeshapoteza mambo mengi sana hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Ukija kuangalia utaangalia nini? Msome hata mtumishi wa Mungu Daudi. Msome Daudi. Ukija kuangalia maisha yake, utasikia huyu alikuwa mchunga kondoo. Alikuwa ni mtu ambaye anazalaulika. Lakini ni Mungu anakuja kumwekea wakati ambao atainuka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ujiulize, Daudi ameenda kuinuka kwenye uwanja wa vita. Kwenye uwanja wa vita, sehemu ambayo watu wanakufa, yeye ndo ameenda kuinuka. Ina maana Daudi siku ile asingeenda kupigana na Goliati. Unafikiri ungemjua Daudi? Daudi usingemjua kwa sababu Daudi amebebwa na historia ya Goliati. Kumbe sasa Mungu anapokuwa ameweka kitu mbele yako, anataka upite katika huo wakati ili upate kuinuka. Na nyakati nyingi lazima Mungu akupitishe katika wakati mgumu ili akuinue. Wasome watumishi wote wa Mungu waliotangulia. Nje na hawa tunaowasoma kwenye vitabu vya Biblia,
kawaangalie na watumishi wa Mungu wengine ambao wengine unaishi nao ni majirani zako. Waangalie watumishi wa Mungu wakubwa, wakusimulie au fuatilia historia zao, kwa sababu sasa tupo katika ulimwengu wa utandawazi. Angalia historia zao, uangalie zile caption, uone maisha waliowapitia. Wamepitia wakati mgumu, katika ule wakati mgumu ndo Mungu ameenda kuwainua. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia nini? Anakuambia kwamba Ibrahimu, toka katika nchi ya baba zako uende katika nchi nyingine kabisa. Sio, unanipata? Toka hapo kwenye raha, kapita kwenye ugumu, alafu nitakuinua kwenye huo ugumu. Unaambiwa utoke kwa baba yako ukajitafute. Uko utakakojitafuta ndiko utakako kwenda kukutana na neema ya Mungu. Alafu kwa baba yako kuna kila kitu. Wewe unaweza kukubali? Huwezi kukubali. Kumbe ule wakati ambao unakataa kutoka pale kwa baba yako ndio wakati ambao unakuwa unapishana na hizo baraka za Mungu. Wakati ambao unakuja sasa wewe kutoka kwa baba yako ili ukazitafute hizo baraka za Mungu, unakuwa unazikosa kwa sababu ulicheza na wakati. Ulishindwa kucheza na wakati. Ndio maana nakwambia leo inatakiwa ujifunze namna ya kuweza wakati ulionao. Yawezekana ukawa unapitia wakati mgumu, lakini huo wakati mgumu inatakiwa uweze. Yawezekana pia ukawa unapitia wakati rahisi sana. Huo wakati huo rahisi una vipengele vyake vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikakufanya ukashindwa kurise. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ndio maana nakwambia katika jioni hii ya leo ushukuriwe sana mtumishi wa Mungu kwa hiyo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako kusikiliza maneno haya jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukimsoma nani? Msome Yusufu. Uangalie maisha yake yote aliyopitia. Utakuja kugundua huyu mtu ilitakiwa aje awavushage siku moja wana wa Israeli, awatoe kule awalete nchi ambayo ina chakula. Lakini angalia maisha yake aliyopitia hapo nyuma. Kwanza amepitia ugumu, ameingia gerezani ili aje awainue watu. Ushajiuliza angetoroka gerezani? Ina maana angetoroka gerezani ile siku sasa wanatafuta mtu atakayetafsiri ndoto asingeonekana. Na ndio siku angekuwa amepishana na wakati wa Mungu. Ndio maana nakwambia nini? Katika huo wakati mgumu ulionao, Mungu ameweka kitu. Katika huo wakati mgumu ulionao, Mungu ameweka kitu. Na sasa kitu usichokijua ni kwamba Mungu anasubiri kwanza akili yako itakaposema hapa nimeshindwa na kutegemea wewe Mungu, ndipo Mungu ajaonekane. Musa amepita na wana wa Israeli jangwani. Amepita. Anakuja mbele anakutana na bahari. Kila akiwaza hapa natoboeje hapa? Wapi? Kila akiwaza hivi hapa tunavukeje? Wapi? Sasa kipindi hicho hatukuwepo. Pengine kungekuwa na watu ambao walikuwa mbali kule wanamuona Musa anavyohangaika. Yawezekana alikuwa na test hadi na ile fimbo ana test kina kirefu cha maji kipo sehemu gani? Umeona? Akili yake hiyo inawaza hivi sehemu gani? Au tunaweza tukapasua hapa nini? Au tupite upande huu maadui hawatatuona. Umeona? Sasa wakati huo Mungu anataka kwanza aone kwanza uwezo wako umeisha, uafu useme kwamba Mungu naomba. Utakapoenda kuomba kwa Mungu, ina maana tafsiri yake hautaitegemea tena akili yako. Ndipo msaada wa Mungu unapoenda kuonekana. Huo msaada wa Mungu unapoenda kuonekana, ndo wakati huo tutakwenda kuitafsiri nyakati yako. Wakati wako ndo unakwenda kutafsirika hapo sasa. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kujua katika maisha yako, inatakiwa ujue kuuweza wakati. Inatakiwa ujue kuuweza wakati. Natambua kwamba katika wakati mgumu huo ndo wakati ambao Mungu ameyaweka mafanikio yako. Ndo wakati Mungu anataka uinuke kwenye huo wakati mgumu ulionao. Tatizo kubwa ni kwamba tunapopita katika wakati mgumu tunajua kwamba huu wakati ni adui ameweka. Na nikwambie kabisa mtumishi wa Mungu, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima uvipitie. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa tupate matamko, inatakiwa tuombewe juu ya hivyo vitu vipite. Lakini kuna baadhi ya vitu hata tukiombewa lakini lazima tuvipitie, kwa sababu utakuwa unakataa kupita kwenye hatima. Leo hata kama nitakuja nitasema Baba naomba niombee. Naomba niombee juu ya hiki kitu kigumu na kilichopo mbele yangu. Nitaombewa sawa, lakini yale maombi hatazuia mimi nisikutane na mtihani mgumu. Umeona?
Hata zuia mtumishi wa Mungu usikutane na ugumu. Ugumu utakutana nao, lakini maombi yatasimama kwako kama ulinzi wakati wa hali ngumu, ili usikate tamaa. Haleluya. Kwa hiyo tambua kabisa kwamba katika maisha yako wakati mgumu lazima upite na ni wakati ambao Mungu ameuruhusu katika maisha yako. Hizo jaribu unalolipitia Mungu ameruhusu katika maisha yako. Hivi unafikiri Mungu hadi anaruhusu kwamba wewe Daudi pambana na huyu simba huyu kwenye malisho? Mungu alikuwa na lengo la kumuua Daudi? Mungu alikuwa hana lengo la kumuua Daudi. Alikuwa anajua huyu Daudi kuna siku atakuja kubeba watu wengi, mabega yake atakuja kubeba watu wengi zaidi ya hili jaribu la simba. Ngoja nimpitishe katika hili jaribu ili atakapokuja kukutana na Goliati huko vitani aseme kwamba nilimshinda simba, nilimshinda dubu na nikamuua. Huyu Goliati atanishinda? Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo natakuwa ujue kabisa kwamba kuna ugumu ambao Mungu anakupitisha saa hizi kwa ajili ya kukuandaa na jaribu la kesho ambalo ni kubwa zaidi ya hili. Sema kwenye hicho sasa, wana wa Mungu tunashindwa kuelewa. Tunashindwa kuelewa kabisa. Tunashindwa kuelewa. Kuna wakati unafanya biashara, kuna wakati unafanya mambo yako kabisa, biashara nini, unaona kabisa kuna ugumu wa kufanya hiyo biashara, lakini huo ugumu lazima uupite. Huwezi ukaukimbia ugumu. Watu wote waliofanikiwa katika maisha hawajawahi kimbia ugumu, ila walimuomba Mungu katika ule ugumu, Mungu akafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Usipokubali Mungu akaitengeneza njia katika ugumu uliokuwa nao, unakwenda kupotea moja kwa moja, hauwezi kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kinachotakiwa ni kumuomba Mungu katika ugumu tuliokuwa nao, alafu huku tukipiga hatua. Ile safari ya wana wa Israeli ukianza kufuatilia, ukifikiria zaidi, ukikaa na Mungu vizuri, ukasema Mungu nifundishe, ukisoma neno vizuri, utakuja kugundua ile ni safari ya maisha yako. Ile ni safari ya maisha yako. Kwamba mwanangu, unazaliwa leo, utapita hapa. Utapita hapo, utakutana na nyoka za moto. Mimi masuala ya vita kwa kweli mimi sipendi, yani sipendi kabisa masuala ya vita, sipendi kuwakwaza watu. Wacha niachane na hili eneo. Najua Mungu anakwenda kunipa eneo lingine. Wewe hakuna Kanani mbili, kuna Kanani moja katika maisha yako ambayo Mungu anakuwa amekupatia. Mungu anakupatia Kanani moja. Hiyo Kanani anataka Mungu uilinde, anataka uilinde. Ndio maana anakuambieje? Anakuambia kwamba zungusha, jenga ngome juu Kanani yako. Alafu mwambie mwamba, Mungu, hii ni sehemu ambayo umenipa mimi kwa ajili ya kupumzika. Umenipa mimi hii Kanani kwa ajili ya mimi kupata faida. Hii Kanani Mungu umenipatia mimi nijistareheshe hapa baada ya kazi ngumu niliyoipitia. Yaani baada ya mateso yote niliyoyapitia huko jangwani, baada ya hii bahari ya Shamu niliyoivuka, hii Kanani Mungu umenipa kwa ajili ya mimi kupumzika. Ni sehemu ambayo Mungu umenipa mimi ni enjoy hapa ili nikurudishie utukufu. Hakuna Kanani mbili. Hakuna Kanani mbili. Yeah. Utakapoiacha hiyo Kanani ukaenda kutafuta Kanani nyingine, mimi nakwambia you are going to die. Yeah. You are going to lost everything in your life. Na mimi nakwambia kabisa utapoteza kila kitu, mtumishi wa Mungu. Jua kutambua wakati, jua kulitambua eneo kwamba hili ni eneo ambalo Mungu amenipatia. Jua kutambua kitu ambacho Mungu amekupatia katika maisha yako. Hata kama una karama, unaona mbona kama mimi ni mwimbaji alafu hawanipi nafasi ya kuimba? Mbona mimi na kipawa kabisa cha kuhubiri alafu sipati hii nafasi jamani? Huu ni mwaka wa 3 sipati tu. Basi ili swala la kuhubiri wacha mimi nalipiga chini. Huu uimbaji na upiga chini kwa sababu naona kama sipewi nafasi. Nakwambia hiyo ni Kanani ambayo Mungu amekupatia, hakuna Kanani nyingine itakao kuja. Utakaporuhusu kuachia, unampa adui achukue. Unampa adui achukue. Kitu cha muhimu cha kujua, anasemeje? Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tumuumbe mtu katika mfano wa Mungu ambaye atakuwa na uwezo wa kupambana na kila kitu, ambaye atakuwa na uwezo wa kushinda kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Tuwe na mtu ambaye ataweza kushinda kila kitu. Tumtengeneze kiumbe atakayefanana na sisi, atakayeweza kushinda kila kitu. Tumtengeneze kiumbe atakayeweza kupambana na matatizo, atakayeweza kupambana na majaribu. Mimi nakwambia kabisa hilo jaribu ambalo Mungu anakuwa ameruhusu katika maisha yako, unaliweza kabisa. Kuna majaribu lazima uyapitie, mtumishi wa Mungu. Usije ukafikiri kwamba ni shetani kashapita katika maisha yako. Hapana. Hivyo ni vitu Mungu anakupitisha, anataka aone mabega yako yanaweza kubeba vitu.
Anataka aone mabega yako anaweza kubeba vitu. Wewe kasome Ayubu. Ayubu anakwambia alikuwa na mali zake nyingi tu, alikuwa na mke wake mzuri, alikuwa na watoto wa kike wazuri kwa wa kiume, lakini na pia alikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanamtumikia. Kwa ulimwengu wa sasa tunaweza kusema kwamba alikuwa ni bwana wa watu. Kuna watu walikuwa wanamtumikia, wanamuita bwana, bwana wetu. Walikuwa wanamuita Ayubu. Lakini Mungu anasemaje? Hivi huyu Ayubu anaweza kweli kuniacha? Akipoteza hivi vitu anaweza kuniacha mimi? Mungu anampitisha katika jaribu, na Ayubu anazidi kusimama kumkumbuka Mungu wakati wake wote. Na amini kwamba kitu ambacho Ayubu anakwenda kukutana nacho ni kikubwa zaidi ya kile alichokuwa nacho mwanzo. Ila sisemi kwamba umuombe Mungu upite mambo anayopitia Ayubu. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Simuombi Mungu wala simwambii Mungu upite mambo anayopitia Ayubu. Moyo wako ni mdogo, hutaweza. Utamaliza waganga. Utamaliza waganga, mtumishi wa Mungu. Sisemi kwamba upitie mambo anayopitia Ayubu, ila najaribu kukupitisha katika mfano ambao Mungu anakuwa anaruhusu jaribu lije katika maisha yako, kwa sababu anakuamini. Kitu ambacho Mungu hawezi kukubebesha mzigo ambao ni mzito kuzidi mabega yako. Anayajua sana mabega yako, anajua sana uumbaji wako, anajua kila kitu. Na ndio maana hata majaribu nayo anayaweka katika vipimo ambavyo anajua kabisa huyu hapa nimpe ili hapa, huyu nimpe kubwa ili atalibeba. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa kitu cha kukumbuka katika maisha yako, jua kuuweza wakati uliokuwa nao. Tambua kabisa kwamba katika maisha yako wakati ni kitu cha muhimu sana kuliko kitu chochote, kwa sababu Mungu atakuja kujibu kwa wakati. Ndio maana nasema kwamba hachelewi wala hawai, anajibu kwa wakati. Hasa huo wakati wa kujibiwa unakukuta wewe upo kucheza. Haupo katika namna ya kujibiwa, haupo katika namna ya kupokea. Ule wakati unapita. Amini kwamba 2026, 2027 hapo tu 2030 ni wakati ambao unatakiwa ufungue biashara yako iinuke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo wakati unapata hayo maono ya kufungua hiyo biashara hufungui. Unakuja kufungua biashara 2031 wakati ule upako wa biashara tayari umeshapoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kukufundisha ni kwamba jaribu kuweza wakati. Jaribu kuweza wakati. Ndio maana jaribu sana kumzungumzia Daudi, anasema kwamba anazungusha ile kombeo, anamrushia adui. Katika ule wakati anajua kabisa ili kombeo nikilizungusha saa hizi ndo wakati ambao nitampata Goliati, sio wakati mwingine. Kumbe sasa hebu jiulize, angetulia kwanza, asimame kwanza, amwangalie kwanza Goliati. Asema huyu Goliati hivi atajilengesha muda gani ili nizungushe hii kombeo, ili zungushe. Unakuja kushangaa anakosa ule muda atawa kuzungusha ile kombeo. Kumbe wakati ulionao ni wakati wa kuthubutu, na ndo wakati wa Mungu sahihi. Wakati wa kuthubutu ndo wakati ambao ni wakati wa Mungu ameuruhusu katika maisha yako. Nachoogopa mtumishi wa Mungu ni kusubiria wakati wa Mungu utimie katika maisha yako mpaka unakwenda kuzeeka, unaona kabisa bado huo wakati haujatimia. Kumbe wakati ushatimia kitambo, ulitimia wakati una nguvu kabisa, lakini wakati wewe una nguvu uliutumia katika mambo mengine. Unakuja kushangaa kama unaona kama wakati wa Mungu hautimii hivi. Hapana. Wakati wa Mungu upo. Wakati wa Mungu unatimia. Hachelewi wala hawai, atakujibu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wengine mtasema kwamba hapana mtumishi wa Mungu. Unasema kwamba nimefikisha miaka 70 bado sijapata maokoto, unasema kwamba wakati wa Mungu bado hujanifikia. Hapana. Yawezekana ukawa katika huo wakati wa miaka 70, wa miaka 60. Mungu akaja kukujibu. Mbona alimjibu Ibrahimu na Sara katika wakati wa uzee? Ila kitu mmoja cha kuzingatia ni kwamba sawa, Mungu anajibu katika huo wakati, ila usiliweke sana akilini. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Usiliweke sana akilini kwamba Mungu yeye anaweza akanijibu hata nikiwa na miaka 80. Umeona? Anza kuitafuta neema sasa. Anza kuitafuta baraka yako iko wapi sasa. Anza kuutambua wakati sasa. Anza kuutambua wakati sasa. Alafu yeye Mungu
atajua ni wakati gani atakao kuinua. Naomba tumwombe Mungu. Jehova niko mtakatifu Mungu, kete mahali pa juu palipoinuka. Nashukuru kwa ajili ya neema yako nzuri. Nashukuru kwa ajili ya watoto wako Mungu. Nashukuru kwa ajili ya neno. Nashukuru kwa ajili Mungu ya kila neno lililotoka katika kinywa. Asante mtakatifu Mungu, kete mahali pa juu palipoinuka. Nenda kuwasimamia watoto wako peke yako, Simba wa kabla Yuda. Katika kila neno ambalo limetamkwa Mungu, likapate kuzaa matunda katika maisha yao. Likapate kutenda kitu katika maisha yao. Asante Manueli Mungu, kete mahali pa juu palipoinuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe ewe mtumishi wa Mungu kufika hapa kanisani Mbeya City Church MCC. Location ni Mapelele Transformer. Iremi Mapelele Transformer Mbeya. Karibu sana kwa mkazi wa Mbeya, karibu sana tuje tujumuike wote ibada ya Jumapili ambayo inaanza saa 3 asubuhi mpaka masaa ya mchana, muda wa saa 6 saa 7. Karibu pia ibada ya siku ya Alhamisi ambayo inaanza saa 10 mahali hapa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu sana, karibu sana. Karibu sana MCC, karibu Mbeya City Church, karibu nyumba ya matamko. Amen.